Katika hatua mpya ya kusaka amani mashariki mwa Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamesaini makubaliano muhimu nchini Qatar. Makubaliano haya yanahusisha itifaki 8 zikiwemo usimamizi wa kusitisha mapigano, kubadilishana wafungwa, kuruhusu misaada ya kibinadamu na mpango wa kuwarejesha wakimbizi. Mazungumzo hayo yaliyochukua miezi kadhaa yamefanyika chini ya usimamizi wa Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika. Lengo lilikuwa ni kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya pande hasimu na kuweka msingi wa amani inayoweza kudumu katika eneo hilo lililoteseka kwa vita vya muda mrefu. Mapema mwaka huu, M23 iliteka maeneo muhimu kama Goma na Bukavu, hali iliyoongeza presha ya kupata suluhu ya haraka. Hata hivyo, safari ya kuelekea makubaliano haikuwa rahisi, kwani historia ya mazungumzo yaliyovunjika ilizua mashaka kwa wananchi na jumuiya za kimataifa. Changamoto bado zipo. Kongo inasisitiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka eneo lake, wakati Rwanda inadai hilo halitawezekana tu ikiwa waasi wa FDLR, kundi linalohusishwa na historia mwaka 1994, wamesambaratishwa. Haya ni masuala ambayo bado yanahitaji ufuatiliaji wa karibu katika wiki zijazo. Pamoja na hayo, makubaliano haya yanaonekana kama hatua ya nadra na ya matumaini. Itifaki 2 tayari zimesainiwa, ikiwemo kusimamia usitishwaji mapigano na ya kubadilishana wafungwa. Zingine zinatarajiwa kukamilishwa ili kuruhusu misaada kufika kwa raia na kuwezesha kurejea kwa maelfu ya wakimbizi waliokimbia makazi yao. Kwa sasa macho ya dunia yako mashariki mwa Kongo, eneo ambalo limechoka na vita na sasa linatamani pumzi mpya, utulivu. Lakini swali kuu linaendelea kuibuka kwa wengi, nami pia kama mwandishi nashindwa kuliepuka. Je, makubaliano haya yatakuwa mwanzo amani ya kweli au ni ukurasa mwingine tu katika historia ya majaribio yasiyotimia? Mike Kontakandi, Zaka TV.